uwanja ambao mchezo unakwenda kuchezwa unapokea mashabiki wachache. Kwa hiyo walio wengi watapaswa kuangalia kupitia Azam TV. Ni mifumo gani mmeiweka kuhakikisha hakutakuwa na changamoto za matangazo kama kukatika kwa picha na kuchelewa kwa signal? Maana watu watakuja kushikana mashati. Hii ni dabi Yanga na Simba. Kwanza moja, kama taasisi production zote tunazifanya katika kiwango kinachofanana, kwamba tunazichukua katika ukubwa wake bila kujali mechi gani. Lakini inapokuja katika ishu ya dabi, hii ni habari nyingine. Hii ni habari nyingine. Hata kuna watu wanasema kwamba kuna fulani amekuja, kweli hii dabi. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba unatoa silaha zako zote kuelekea katika tukio kubwa na muhimu. Kwa ni mechi ambayo hatuichukulii kimzaamzaa. Ni mechi ambayo tumechukulia serious. Kwa hiyo maeneo yote kuanzia technical team ambao wao sasa ndio wanaanza unajua technical, wao ndio wanaanza kuweka miundombinu ile, kuhakikisha kwamba matangazo haya hayakatiki, kuhakikisha kwamba vifaa, ubora wa picha, tupate ile quality yenyewe ambayo tunapaswa kuiona. Lakini ukitoka hapo na kwenda kwenye timu ya production, kwa maana ya kwamba timu nzima ile tunakwenda kufanya nini, kamera ngapi zitatumika, lakini angles ambazo tutaziweka hizo kamera, zote hivyo viko katika wakati mzuri. Yani ile chat, ukijaribu kuangalia, tutakuwa na kamera pale karibu 18 ambazo zitakuwepo uwanjani. Lakini ukija sasa kwenye maudhui, ina maana hapa unakuja katika sports department yenyewe, ina maana production ya studio. Tutakuwa na programs mbalimbali ambazo zitakufanya wewe mtazamaji, utakapokuwa umekaa nyumbani siku hiyo ya Jumapili, basi umetoka zako kwenye ibada, unakaa nyumbani, hutoki. Tutakuwa na programs mbalimbali kuanzia Sports AM, Kurasa, tuna makala mbalimbali ambazo zimeshiba na kuelezea dabi hizi na utofauti wa hizi dabi. Unajua watu wanashindwa kuelewa kwamba kuna vitu vingi sana katika dabi ambavyo havijaongelewa, na vingine ambavyo vimeshaongelewa tunaviacha, lakini ni vingi ambavyo havijaongelewa. Kwa watakwenda kuvijua nini ambacho kipo. Lakini kuelekea katika dabi hiyo, kwa maana ya ile build up yenyewe, itakuwa na content ya kutosha iliyoshiba. Watangazaji wetu asubuhi mpaka jioni hauboreki. Yani hautoboreka. Iko ndicho kikubwa kinachotakiwa tu, ili wewe mtazamaji wetu usipate shida. Kwa sababu kuna wale nimetoka kulipia hapa sasa hivi dakika 5 kule kwenye social media kule, watu wanatuma sana message, bwana mwanangu huyo, mwanangu nisaidie, amelipia sasa hivi. Sasa tuzipunguze zile, watu wanafahamu kwamba kuna hii mechi tarehe 3, na sisi tunaendelea kuwakumbusha walipie vingamuzi vyao kuanzia leo. Yani maana tunawakumbusha kuanzia leo waanze kulipia hiyo 28,000. Kumbuka 28,000 tu ndio itakuwezesha uweze unapata kitu HD. Unapata full package. Kwa mimi ni watoe shaka watazamaji, tutakuwa na quality nzuri, tutakuwa na production nzuri, tutakuwa na content nzuri ambazo zitakufanya wewe uwe sehemu ya mechi hiyo ya dabi. Unajua mtazamaji wetu ni sehemu vile vile ya hiyo dabi. Kwa hiyo hatuwezi kumwacha akanungunika ama akasema Azam hapa akafanya. Hapana, tuta make sure kwamba kile kinachoonekana uwanjani katika dakika zote 90, uzuri hii haina extra time. Hii ni dakika 90, aizo unakwenda sare ama kwa kufungana. Kwa hiyo matokeo hapo ni mawili tu, hamna knockout hapa, hizo ushinde ama
ama ufungwe. Kwa hiyo mimi nitoe shaka tu kwamba tuko vizuri sana katika maudhui, lakini technical timu yetu imejipanga vizuri, production team wako vizuri na tumeanza hiyo kazi toka Jumatatu. FM